hii ni kitu gani? Mbona leo jua limekuwa kali kuliko siku zote? Yaani jua linaunguza kama moto. Hapana. Hii kutoka kuna namna, sio bure. Na ni lazima nilichunguze hili. Lambusu. Wane nyumba humu. Wenyewe. Baridi. Vipi? Baruza tu. Karibu. Hamna noma. Wewe ndo udo au sio? Ndo mimi. Baridi. Kuna mzigo amenigia mshikaji mmoja na Rubanza, sijui unamjua? Namfahamu. Ni mshikaji wangu. Mwanao. Baridi, mimi kuna mazingira amenigia mimi nikuletee nikugusie hapa mtaani kwako. Kanigea issue. Hichi kama kiboti ujue cha baharini. Unajua? Alafu nyumba unaomba utoto sana. Sasa ndo nini? Sasa hichi kiboti kina maana gani? Mimi mwenyewe sielewi. Na wala sijui mna mazoea gani mpaka kuleta na viboti kama hivyo. Poa fresh, nimekuelewa. Unaweza kaenda. Baridi wewe gusa. Unaweza kuondoka? Oya chola mwanangu. Kudadadeki mtoto ananyashi huyu. Yaani mtoto kajazia fulani hivi. Oya, hapa nitajifanya mcheshi ile nikija na kipasikili changu. Naomba maji. Unajua, piga misele pale. Oya, vipi hapo ndani wenyewe wazima? Kudadadeki mwisho wa siku mzee. Mzigo naondoka nao, ninakwambia hapa naondoka. Kudadadeki naumia mimi. Imechafuka, mioyo imepotea. Vipi ndugu Pambe? Mbona umetulia kama maji ya mtungini? Au jala au? Bora hata ningekuwa sijala. Nawaza tu ya matukio hapa mtaani kwetu, mtaa unatisha. Jana tumetoka kwenye msiba. Lakini msiba ule una utata. Yaani haiwezekani mtoto katumwa dukani, karudi nyumbani kwao, kaomba maji. Alivyopewa tu maji katapika damu ndo kafa. Mimi jana nilitoka kwa ustazi na mdogo wangu Zuu. Amenipa habari zozo za msiba, lakini nilikuwa sijaelewa vizuri. Mbona mtihani sana? Ndio hivyo shoga yangu, ni balaa. Yaani hapa kuna mkono wa mtu. Aswa, kuna mkono wa mtu. Jamani huo si mtihani jamani. Ila yote kwa yote. Alikuja Nunu hapa, kaja kunialika shughuli. Sasa sijajua kama koko kafika. Mimi kwangu hajafika, labda ameniona mbabaifu. Sio kweli. Kwa ninavyomjua mimi yule binti, anavyojua kutembea, amemaliza huo mtaa wote. Kwa mwezi anatumia ndawa pia 10. Hajapata tu muda kuja kwako. Mimi mwenzako nikitoka hapa, naenda huko koko akikumfuata nikajue tarehe. Maana alisema kuna masuala ya sare. Shoga yangu shughuli Pambe hatari. Acha tu. Fanya kama vile unaniona. Jamani nitaweza kujizuia ndani mimi? Majibu yako wapi? Maombi yanapotea. Mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao mwisho hakuna anayejua. Hodi. Wenyewe. Karibu.
Habari yako? Bado poa. Samahani kakaangu, nilikuwa na maongezi nawe kidogo, tunaweza tukasogea pembeni labda? Shega, tuondoke. Samahani kakaangu kwa kusumbua, ila kubwa lililonileta hapa ni kuhusiana na mdogo wangu Stani. Mara ya mwisho nimekuona wewe na mdogo wangu nyumbani, ameondoka na ana muda sasa amebadilika sana. Hanisikilizi mimi dada yake, haendi shule, lakini mwisho wa siku amekuja nyumbani akasema hataki kuishi na mimi, yaani anaenda kujitafutia maisha yake. Moja kwa moja nikajua kwa kwamba upo naye wewe. Kaka, wewe ni mtu mzima, yule bado mtoto mdogo sana, anahitaji elimu, maana ndo msingi wake wa baadaye, na mimi ndo kila kitu kwangu. Mdogo wangu Stani ndo dunia yangu mimi. Kwa hiyo kakaangu, nilikuwa naomba unisaidie, umwambie Stani arudi nyumbani, kwa sababu yaani siwezi kiujumla. Sikia, kwanza hizo habari zako za kuomba, wenzao waombagi hapa mtaani kwangu, wanaendaga kumlilia sagodi huko kanisani. Kwa hizo pigo mimi usiniletee. Alafu mimi mdogo wako sijamfuata, nikamwambia mdogo wangu njoo nikufundishe upanya, njoo nikufundishe kukaba, njoo nikufundishe usela. Mimi sijamfuata, huko kaja mwenyewe. Na sisi huku tunakwambia huku njoo, hatukwambie eti usije utaacha ndala. Huku tunakukaribisha, ila ni wewe sasa utakavyoishi na sisi. Kwa hiyo usiniletee hizo pigo hapa mtaani kwangu. Dada. Haya, wapi huko? Mimi natokea huko nyumbani, nimekaa nimeona hata sielewi, naomba nizunguke tu. Haya sawa dada, nikuulize. Vipi? Umefikia wapi swala lako la kazi? Yaani hiyo kazi ndio inanichosha hatari. Nimeenda huko vizuri. Yaani nahisi wamenikubali. Shida sasa kwenye kitambulisho cha NIDA. Yaani ndio hapo nachanganyikiwa. Mimi hata sielewi nifanyaje. Na mimi sina kitambulisho cha NIDA. Wewe namba za NIDA si unazo wewe? Nahisi ninazo. Wewe mwehu nini? Si tulienda kufuata wote sisi au? Mtume mama yangu, unaona sasa. Dada, nimesahau kabisa mambo mengi, yani mwenzio wewe. Cha kufanya sasa, nenda kawaulize. Kinachotakiwa ni namba au kitambulisho, maana vyote ni sawa tu. Nisikilize mchokozi. Wewe pale nyumbani unaishi na mwanao na umri wenu unaendana kabisa. Kwa hiyo, subiri amalize yeye chuo apate kazi aanze kukudharau. Mama, tafuta kazi ufanye tusaidiane. Mtu mwenyewe mimi mjane. Basi dada yangu, asante kwa kunikumbusha. Maana si hapa ningezungua kama chizi. Acha na habari za kuzunguka. Turudi huko nyumbani. Najua kakaangu, sijui ni wewe uliomfundisha au ni yeye aliyowafuata, lakini huenda aliwaza hivyo, akifanya hicho kitu huenda atamkomboa dada yake kwa hali mimi ninayoipitia pale nyumbani kuhusiana na kumsaidia yeye, ila aliko sasa hivi sio sehemu salama. No sister, mimi nadhani nimeongea lugha ya taifa hapa, tushaelewana. Usije ukanijazia nzi hapa ikawa noma, alafu mimi sieleweki. Naweza nikakubadilikia sasa hivi ukianza kuniletea mapepe, nitakuchafua sura hiyo, hata uko unapoenda usikujue wewe nani. Kwa hiyo unalia tena hapa mtaani kwangu yani. Wataka tena kunijazia nzi. Oh, hatupo mazishini hapa. Nishakwambia tatua, ondoka vipi? Kaka, nakuomba. Naumia sana. Wewe usiniambie naomba. Nishakwambia wenzako wanapiga goti kanisani wanamlilia Mungu. Kwa hiyo hapo kama upo kwenye gwaride about tani unageuka mtani kwako unatanua kubwa moja moja. Mchawi hapa. Tanua. Wewe. Tumbo vipi tunakuja kunichawia mtani kwangu saa hizi? Nilikuwa kaja na nyungu hapa anakuja kunichola tu.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya. Kata. Nakuaje? Fresh mwanangu. Kama kawaida. Kama kawaida bwana. Naona umerudi vipi huko, harakati zinasemaje? Maana maisha magumu, sio poa. Harakati huko sio poa. Nimesimamishwa kidogo kikazi, ndo maana nimerudi nyumbani. Vipi shemeji yako yupo? Bwana shemeji alitoka. Na wakati anatoka aliniambia bwana Kata, mimi nachomoka kidogo. Sasa sijajua kaelekea wapi. Maana unajua wanawake kidogo lazima kwa mashoga, kwa nani? Lakini huko ndani yupo mwenye matege leo, sisi wana Mungu huyo. Nani Kipe? Kipe. Chana naye huyo, hata kwenye sensa hesabiwi. Sasa kama shemeji yako hayupo, mimi nina ubao ndugu yangu. Sema sio kesi. Wani kapiga hata maji afu nitajua naenda kuforce vipi kwa mantilio. Basi fresh, mwenyewe ndio nilikuwa natoka hivi nikatafuta 200 300 kidogo mchaka ili nije kubadilisha baadaye. Bila kuchoka ndugu. Kwa heshima. Dua nini? Mshirika mwenzangu. Mshirika mwenzangu. Naam, Bi Yasmini, mshirika mwenzangu. Toka nje. Hapana, siwezi kutoka hata mara moja kusubutu kugusa hilo jua. Wewe sogea tuzungumzie huko. Aha, umefika. Umefanya vizuri. Sasa nisikilize. Unaliona hili jua? Kwangu limekuwa kama umeme. Linanitesa sana hili. Na aliyesababisha haya ni huyu Kisokolo Kwinyo tu, si mtu mwingine. Haiwezekani mimi niguse hili jua niungue kama vile nipo kwenye moto mkali sana, iza jahannam. Na niseme tu mshirika mwenzangu, inaniuma. Sio wewe tu mshirika mwenzangu. Hata mimi alionikuta ni makubwa. Kile kiumbe chake nilichokiteka nyumbani kwangu nacho amekichukua. Cha kushangaza mpaka ufage wangu nao ameuchukua. Salama kanyola walai, lambu Kisokolo Kwinyo huyo tena. Yaani amefikia hatua mpaka kuchukua zana zako. Huu sasa anatuchezea. Ni kama anatupanda kichwani. Halafu mbona ni kama maji yanatufikia shingoni? Inawezekanaje huyu mzee akawa anatupanda kichwani namna hii? Anatafuta nini huyu mzee lakini? Ila sijui tutumie mbinu gani ili tuweze kumshinda huyu mbwa. Maana anatuchafua sana. Angalia nalo jua usije likanipitia ndani, maana nitaumia sana. Sasa subiri. Nitafanya chini juu mpaka niupate ule ufagio. Nitakuja kukuokoa mshirika, wala usijali. Basi ufanye hima, maana hata mimi mwenyewe endapo nitapata nafuu, tutafanya kazi yetu kwa pamoja. Nitaanza kutangaza msiba kwamba kuna msiba unakaribia hivi karibuni. Watu wajipange. Sasa mimi naondoka, ila taarifa nzuri inakuja. Kisokolo Kwinyo huyu, yaani ananiweka mimi ndani kama mwali ambaye anasubiria kuolewa au anasubiria kuchezwa. Mimi nakaa ndani siku zote hizi, nasubiria mume. Hiyo leo kukubalika hili. Tutaoneshana. Tumia. Huyo kakako akujiita steno manager yuko wapi? Blaza, tumeachana na hivi. Yeye kaingia jobu, mimi nikaingia mtaani mchenje nguo, sasa hivi naondoka zangu studio. Ngoja kwanza, ngoja wewe. Unajua mtu anapokusimamisha azungumze na wewe, msikilize kwanza kwa kina na umakini, ujue ana maana gani au anamaanisha nini. Umeona? Kuna vichenchi vyangu na mdai huyo kakako, ndio maana nimekuuliza yuko wapi. Alafu basi jamaweza kufunga mada zangu vizuri, unaondoka eti maana na wahi studio. Labda tu nikufahamishe kwamba kabla ya kwanza mimi kutafuta ugali kuwategemea wa binadamu wenzangu wadogo nolinga na umri kuwaita eti namna gani mala wa boss, mimi nilikuwa nafanya hiyo issue ya muziki. Umeona? Sema muda ukawa ni mchache ukawa ni muda, mambo vururu mvalala yakaingiliana. Umeona? Ila mimi kuimba naimba. Tena naimba paka tushaikupisha hadi mshtibani huko akatupa hadi kadi za mwaliko kwenye shughuli zingine.
Baby hello. Mimi naweza nikafula hapa afu ukalegea na usifanye kitu chochote kile. Yaani wanakutesha farasi kwa mwendo wake. Unachanganya na vimwendo. Labda tu hapo nipe nafasi ni flow. Bali nakusikiliza. Haya. Kipe hapa. Yahoo! Asubuhi kumekucha, yani kumepambazuka, nashika kashuka na tupa, na tupa, nashika kasimu navuta na kuta SMS ya diria, kumekata kasha tuma, naamua kuteleza, natoka Magato na sepa, ninafika ndiko kwenda nilikotoka mesirudi tena, maana wasukuma walishanena shokra yenge, wambea wanaonifuata weze nipata spidi ni mwenge. Dogo, bonaje ma flow. Mzee, shikamoo. Marhaba. Karibu. Asante sana. Sijui Siwa nitakuwa nimemkuta. Siwa yupo ndani. Nilikuwa na shida naye. Maana mara ya mwisho nimezungumza naye aliniambia kuwa anaumwa. Kwa hiyo nimekuja kumjulia hali. Siwa ni nani kwako? Ni rafiki yangu tu, nimemzoea. Kwa hiyo hivyo tu mzangu, hakuna baya lolote lile. Na unaishi wapi? Mimi naishi hapo mtaa pili tu hapo nyuma. Kwa wakati huu Siwa yupo ndani lakini ana kazi. Na kama alikuambia anaumwa, kwa sasa hivi hajambo, anaendelea vizuri. Lakini kwa kuonana naye kwa muda huo huwezi. Mtafute kwa wakati mwingine. Sawa, hamna shida mzee wangu. Nashukuru. Kila kona ya kijiji wanamjua, Chenu na fimbo yake ya ukweli. Anapotembea giza linakimbia kwa neno lake. Anakuuliza umeona jani bado? Hata unichindi. Umenyoma na michalazo hapa hadi umeganda hapo kama mshumaa ulioishiwa mafuta. Sasa ndio umimba nini hicho mwanetu? Sikia. Makreti yako kule anakusubiri. Sikia. Alafu huna muonekano wa kisanii mwanangu, kofia kama unatoka kutimba nyago huko. Wasanii sisi hapa. Kwanza muonekano wenyewe tu wa kisanii. Sikia chombo hicho. Master Poda Jepiana, si unajisifu na baby mpya, basi mlete tumuone. Mbona unamficha, unaogopa rake komwe? Dada mambo kujiachia, najisifu napendwa na hujawahi kupostiwa. Dada mambo kujiachia, najisifu napendwa na hujawahi kupostiwa. We kama una wako mlete, nasi unamsifu anamzidi wako wangu mlete. Yaani tu hapo ngoja nikwambie, usote nimecheza ukajua maokola moyo wangu na mtima. Hiyo sauti si ya nani hiyo? Au basi wanawake ndio mnaimbaga hivyo. Kwa hiyo mimi mwanamke mwanangu vipi? Hamna hapo tu kama vikorombozo tu. Kwani baba hujai kutaniwa? Wewe utaniwi? Matani gani sasa hayo mwanangu? Sikiliza, wewe umetaka beef? Asali beef. Tuone sasa ule meneja amchukue nani? Wewe msanii unajita msanii mbona tumekaa hivi? Kumbe kavu kabisa, kana tomato kenge nini, afu au nitichi kitu chochote kile. Mbolea usiokuwa na maua wewe awenge. Bado kidogo tu hapa ningekacharaza, ningeingia kwenye taarabu sasa. Ingejua kama mimi na charaza, mimi na sauti nyororo kule, alua takweka na vidole vitatu juu. Kiatu yahoo, tukanaimba kana kabisa ya Sio.
yangu, utakuwa msaada kwangu. Upo wapi msaada uliosemea? Ziko wapi zile ahadi ulizozisema? Na ni wewe huyo huyo uliyesema kama utanichukua mimi na kunipeleka huko ujinini kwenu, sijui ukanipe vitu sijui ambazo nitakuwa ni kinga kwangu, lakini ananikuta mambo, vinanikuta vitu. Ni mimi tu na mjomba wangu ambaye tunahangaika. Ziko wapi ahadi zako? Embu usilie, nyamaza. Ni kweli nilikuwa nataka nikupeleke ujinini na nilikuwa na mpango huo wa hivi karibuni, lakini baada ya kukuta matatizo ikabidi niahirishe ili nipambane na matatizo yako, na niliweza kuongea na mjomba wako kuhusu hilo swala. Ila usijali, tutakuwa pamoja. Nitakuwa bega kwa bega na wewe. Nitajaribu tena kukuamini kwa awamu ya pili, na kama kweli hayo maneno uliyosema utatekeleza, nafurahi kusikia hivyo, kwa sababu huo msaada siuhitaji peke yangu. Hata mjomba wangu ana mambo mengi na vitu vingi, bado tunakuhitaji na kuamini tena kwa awamu nyingine. Sawa, nimeelewa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona tayari maswala ya tohama. Tusome dua kama tulivyoelekezwa na Mtume. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavu